kila ligi ikimalizika lazima niende nje ya nchi kidogo kupumzika, kubadilisha akili. Kenya hapo karibu sana hapo Kenya sinawasikia wanaongea Kiswahili. Kwa na kwa vile niko Tabata tu. Sasa na kwa sijabadilisha mazingira. Safari hii nafikiri inaweza kuwa ni Malaysia. Kati ya Malaysia au Korea Kaskazini. Pumzika kaka. Wanchi ngumu mstari. Hapo mziko kaka. Mziko. Unaona vitu vipya. Kabisa mambo ya. Kati ya nchi hizo mbili hapa nipo kwenye mchakato ya mwisho kabisa kufanya maamuzi. Sawa, kuna siku yake tutakuja kuzungumza. Hebu tueleze sasa, tangu mara ya mwisho tumezungumza tukiwa pale Manyara, mchezo baada ya kumalizika, vipi maendeleo ya timu, ratiba nzima ya timu imepumzika na taarifa zote ambazo zinahusiana na kikosi kwa ujumla? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu hadi kufika huu mwezi wa 6 ambapo ndio mwezi wa mwisho wa kuhitimisha mashindano yote ambayo tulianza safari yake mwezi wa 8 mwaka jana. Tunahitimisha safari hii tukiwa na mafanikio makubwa sana sisi Simba Sports Club. Mafanikio kwa maana kwamba tayari tuna finali ya kombe la shirikisho Afrika, na jana kama ulikuwa ukipitia kwenye mitandao ya kijamii niliandika mafanikio ambayo ameyapata PSG na mafanikio ambayo ameyapata Pyramids. PSG kwa kuchukua ubingwa wa Ulaya na Pyramids kwa kuchukua ubingwa wa Afrika ni mafanikio ama ni mapito ambayo Simba Sports Club anapitia. PSG ilikuwa ni klabu inayomilikiwa huko na wanachama, lakini kuanzia mwaka 2011 tajiri kutoka Qatar akaweka fedha akaichukua timu. Kutoka 2011 amekuwa kipambana. 2025 ndo amefanikiwa kuchukua ubingwa wa Ulaya, miaka 14 baada ya uwekezaji wake. Hivyo kwa Pyramids ni timu changa, of course imeanzishwa 2008, ikamilikiwa na tajiri wa kwanza kutoka Uturuki, baadaye akatoka kaingia tajiri kutoka Falme za Kiarabu 2018. Baada hapo imekuja kuchukua ubingwa Afrika baada ya miaka 6. Sasa ukitazama hiyo mienendo ya matajiri hawa wawili wa vilabu hivi viwili tofauti, unapata hisia kabisa ya kwamba Mohamed Dewji na Simba yake hawako mbali kwenye kutawala soka la Afrika. Kwa hiyo kwa huu msimu ambao tumefika hapa na kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, ni dhahiri shahidi ya kwamba tupo katika njia kubwa mno ya mafanikio, na msimu huu wa 24-25 Simba tumeumaliza kwa mafanikio makubwa. Kwanza kwa kuwa na fainali ya CAF, lakini pili msimu uliopita tulimaliza kwa kupata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la shirikisho, na tukasema ya kwamba msimu unaofuata ambao ndio msimu huu, moja kati ya malengo yetu ni timu kurejea kucheza kombe la ligi ya mabingwa Afrika. Mpaka muda huu nazungumza nawe Toby, tayari tumejihakikishia kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Sisi kwetu Simba tunaona ya kwamba level yetu ni kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Ikitokea tukashiriki kombe la shirikisho, ahlan wa sahala, lakini tunahitaji kupambana kule kwa wakubwa zaidi ili tuweze kuheshimika zaidi. Kwa hiyo malengo yetu msimu huu yameshafikiwa kwa sababu tayari mpaka muda huu nazungumza nawe tunayo tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao, na tayari tuna fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na tayari tumeipandisha timu yetu daraja kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 5 barani Afrika. Kwa hiyo haya peke yake ni mafanikio makubwa sana kwa upande wetu. Na Simba tunapozungumzia mafanikio hivi sasa huwa hatuangalii zaidi ndani tumepata kitu gani. Tuna mafanikio yetu huwa tunayapima
kwenye continental level, tunaiangalia kwenye bara la Afrika, Simba tumepiga hatua gani kwenda mbele. Kwa hiyo kwa msimu huu tushapiga hatua kubwa, tumeshafanikiwa kurejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, tumefanikiwa kufika namba 5 Afrika, tumefanikiwa kucheza fainali ya Afrika. Sasa tunaangalia kilichobaki mbele yetu kwa hapa nyumbani, ambayo kilichobaki hapa nyumbani wanaita ni ile home proud, heshima ama majivuno ya nyumbani, na hapo nazungumzia ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kikosi baada ya kurejea kutoka Manyara, tukapata mapumziko ya siku chache, na kesho Alhamis kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu 3 ambazo zimesalia. Na wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, wao tayari wameshajiunga kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo 3. Taarifa kutoka kwenye jopo la matabibu wachezaji waliopata changamoto kwenye mchezo uliopita zikoje? Wapo wachezaji kadhaa ambao walipata changamoto za kiafya. Kwanza alikuwa ni Shomari Kapombe, yeye aliumia na alishindwa kabisa kusafiri na timu kwenda Babati, kwa hiyo akabaki Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Anaendelea vizuri, kuna uwezekano hata kwenye timu ya taifa akashindwa kujiunga na wenzie kwa sababu bado yupo katika matibabu. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba hadi kumalizika kwa kalenda ya FIFA atakuwa ametengemaa na kuanza mazoezi na wenzie. Lakini vile vile Lionel Ateba naye vile vile alishindwa kusafiri na timu kwa sababu ya majeraha na anaendelea vizuri hivi sasa na matibabu. Musa Kamara Pinpin, yeye alishindwa kuendelea na mchezo kabisa pale Manyara, akalazimika kutoka na kuingia Ali Salim, lakini ameshapatiwa matibabu hivi sasa anaendelea vizuri. Kiujumla wale wachezaji wote waliokuwa na changamoto za kiafya wote wanaendelea vizuri. Wapo ambao katika hao watajiunga na timu Alhamisi hii kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi, na wapo wengine watachelewa kidogo, lakini kabla ya kufika tarehe 10 wachezaji wetu wote watakuwa wametengemaa na wamejiunga na wenzao kuanza mazoezi kuelekea mechi zetu 3 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Mchezo unaofuata ni wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtani. Taarifa kwako zikoje kuelekea mchezo huo? Mechi ni Juni 15 katika uwanja bado haijakuwa confirmed, lakini mechi ambayo sisi tunaifahamu ni tarehe 15 ya mwezi huu wa 6, na maandalizi ambayo tunayafanya ni maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tumebakiwa na michezo 3 dhidi ya Mtani tarehe 15, mchezo dhidi ya Ken Gold na mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo tunaanza maandalizi kuelekea michezo hii 3, lakini specifically ni mchezo wa tarehe 15 kwa sababu ndio mchezo utakao toa dira ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu. Tukipata ushindi katika mchezo huo ni dhahiri shahiri ya kwamba tutakuwa tumejiwekea 80% ubingwa wa ligi kuu kuja Msimbazi. Lakini kama haitoshi, ni heshima na ukubwa wa mchezo wenyewe unatufanya tuanze maandalizi mapema ili kwenda kupata ushindi katika mchezo huo, na automatic tukipata ushindi katika mchezo wa tarehe 15, hii michezo mingine miwili ambayo imesalia itakuwa ni shughuli tu ya kumsukuma mlevi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kila mwana Simba aanze maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tutakuwepo uwanjani siku ya mchezo, tutaenda kama kawaida. Simba Sports Club, as we communicated right now, ni kwamba mawasiliano ama taarifa tuliyokuwa nayo kutoka kwenye mamlaka za mpira wa Tanzania ni kwamba mechi ipo tarehe 15 ya mwezi wa 6, na Simba tunafanya maandalizi yote
kuelekea katika mchezo huu, na tungependa kuwaomba wenyeji wa mchezo huu watangaze viingilio mapema ili mashabiki wetu waanze kununua tiketi mapema. Semaji hapo unaongea una nesa. Angalia vizuri kamera, zungumza hapo vizuri kabisa. Maelekezo tuliokuwa nayo hivi sasa Simba Sports Club, ambayo ni rasmi kabisa na maelekezo kutoka kwenye mamlaka husika za mpira wa miguu, mechi yetu ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 dhidi ya Mtani. Mpaka muda huu nazungumza nawe, hiyo ndiyo taarifa tuliokuwa nayo wana Simba, na haina mabadiliko yoyote. Na kwa mantiki hiyo, sisi tutafanya maandalizi yote kwa nguvu yote, kwa silaha zetu zote kuelekea katika mchezo huu, na mashabiki wa Simba wafanye maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu. Na hali ikiendelea hivi kwamba mechi ipo, sisi tarehe 15 mapema watatukuta uwanjani, na mashabiki wetu wa Simba Sports Club tarehe 15 tukutane uwanjani. Uwanja utakaotangazwa, mnyama ataelekea katika uwanja husika kwa muda husika, na mashabiki wetu wanapaswa kuja siku hiyo kuja kushuhudia mchezo husika ambao umepangwa na kusimamiwa na mamlaka husika. Na tunawaomba wenyeji wa mchezo huu waanze ama watangaze viingilio mapema. Of course ukiangalia bado siku nyingi, bado takriban siku 10, lakini hii ni mechi kubwa, watu wanahitaji kufanya maandalizi mapema, na hakuna shughuli nyingine yoyote hapa katikati ukiachilia mbali mechi za kirafiki za timu za taifa. Manake ni kwamba sisi vilabu tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida, na kwa hivyo basi waanze kuuza tiketi mapema ili watu wanunue tiketi mapema kwa ajili ya mchezo huo. Tumalize Semaji, kila kitu kipo vizuri kuelekea huo mchezo? Kila kitu kiko vizuri, na kama ambavyo nimekuambia tunaanza maandalizi yetu mapema wiki hii. Maana yake ni kwamba Mwalimu Fadlu sasa anapata muda mzuri wa kutengeneza mipango yake ya kitaalamu na kiufundi kuelekea katika mchezo huu. Niseme tu maandalizi yetu yatakuwa ni makubwa sana kuelekea katika mchezo huu kwa sababu ya ukubwa, ugumu, thamani ya mchezo wenyewe, lakini kama haitoshi, ubingwa wa ligi kuu ya NBC 24-25 unapatikana hapa. Na hili ndilo kombe ambalo sisi wakati tunaanza ligi msimu huu tunasema yote yawe, lakini NBC ije Msimbazi. Wakati tunaanza msimu tunasema yote yapotee, lakini NBC ije Msimbazi. Sasa NBC iko mikononi mwetu hivi sasa, na ndio maana sisi hatukushtuka sana kupoteza kombe la shirikisho la CRDB. Tulikuwa tunalihitaji, lakini NBC isikose Msimbazi. Kombe la Afrika tulilihitaji sana, lakini kufika finali yalikuwa ni mafanikio makubwa mno, lakini tukasema tumelikosa kombe la Afrika, lakini NBC lije Msimbazi. Na tunashauku nalo sana kaka, tunalisubiri kwa hamu sana, na mimi kila nikiangalia naliona NBC inakuja Msimbazi. Yani nikifumbua naona NBC hapa. Sioni kikwazo chochote cha Simba kuchukua NBC msimu huu. Tumechimba mfereji wetu. Unajua kwa mfano mkulima anapochimba mfereji kuleta maji anaelekezea wapi? Shambani kwake. Simba Sports Club tumechimba mfereji wa kuleta kombe nyumbani kwetu NBC. Itafika inshallah. Sioni kikwazo, kusema kweli, sioni kikwazo. Kwa muda tuliokuwa nao kufanya maandalizi ya mechi hii. Unajua Mwalimu Fadlu ukimpa muda wa kufanya maandalizi amekunyonga. Muda tu patikana. Ukimpa Mwalimu Fadlu muda amekufanya vibaya. Sasa muda tuliokuwa nao huu wa kufanya maandalizi kuelekea katika mechi hii, tunaamini tutakwenda kufanya maajabu sana tarehe 15.